Katika habari za kimataifa leo tutaangazia habari nyingi, lakini kubwa zaidi ni habari 6. Habari ya kwanza ni juu ya Trump asema hajamaliza kazi ya kuweza kuishambulia Iran. Hiyo ndiyo habari ya kwanza. Lakini habari nyingine ni bunge la Ufaransa laridhia marufuku ya mitandao kwa watoto, lakini uchunguzi wa rushwa wagusa chama cha Orban, huku rais Aoun wa Lebanon akutana na Trump wa Marekani. Argentina yatetea utata wa kombe la dunia. Wakati huo Umoja wa Mataifa, njaa yapungua duniani, Afrika bado imeathirika. Lakini habari nyingine ya kifungashio ni wanadiplomasia wa China Marekani kukutana Ufilipino kujadili masuala mbalimbali. Sasa tuangazie moja kwa moja taarifa ya Donald Trump, rais wa Marekani, ambapo Marekani imesema kuwa usiku wa kuamkia leo Jumatano ya kwamba imefanya mashambulizi mengine makali ndani ya Iran, ikilenga kuzidi kuzivunja nguvu za kijeshi za nchi hiyo ili ishindwe kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Mashirika kadhaa ya habari ya kimataifa yameripoti juu ya mifumo ya ulinzi wa anga wa Irani kuhusiana na kuhusika na kusikika kwenye mji mkuu wa Teherani, ambapo ikipambana kuweza kudhibiti mashambulizi ya Marekani. Hivyo itakuwa mara ya kwanza kwa mji mkuu huo kulengwa tangu kuanza tena kwa mashambulizi baina ya pande hizo mbili. Inafuatia tangazo la kamandi ya jeshi la Marekani katika eneo la mashariki mwa nchi hizo. Bunge la Ufaransa imeridhia muswada ya sheria utakaopinga marufuku kwa watoto wenye umri chini ya miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii. Hatua hiyo inafanya Ufaransa kuwa taifa la kwanza la Ulaya kuweza kutunga sheria ambayo inawazuia watoto kwenye mitandao ya kijamii kama vile TikTok, Instagram, Twitter pamoja na mitandao mingine. Rais wa nchi hiyo Emmanuel Macron alipiga debe kupitishwa kwa sheria hiyo, akitaja kuwa alama ya mageuzi inayoahidi katika muhula wake wa pili wa kuwa rais. Amesema kuwa utekelezaji utaanza Septemba mwaka huu. Ameusifu uamuzi huo wa bunge hiyo na kuweza kupitisha muswada, akisema Ufaransa inaongoza njia barani Ulaya inapohusiana na swala la kuwalinda watoto. Idadi inaongezeka ya nchi duniani zinachukua hatua za kuzuia matumizi ya mitandao ya kijamii, hasa kutokana na tahadhari zinazotolewa juu ya madhara ya watoto. Swali langu ni kwamba, je, watawadhibiti vipi hawa watoto kuweza kutumia mitandao? Hapo ofisi ya mwendesha mashtaka Hungary imeanza uchunguzi wa tuhuma za ubadhirifu wa fedha na makosa ya kijinai, ambapo wakivuma kituo cha data cha chama cha Viktor Orban, ambapo mawakili wa serikali nchini Hungary wamevamia katika kituo kinachohifadhi data chama cha Fidesz aliyekuwa waziri mkuu Viktor Orban, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi wa tuhuma za ubadhirifu wa fedha na makosa mengine ya kijinai. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa kaunti ya Bucks imethibitisha kuendelea na uchunguzi wa kosa hilo, ambalo lakini umesema hauwezi kutoa maelekezo zaidi kwa sasa ni kutoathiri mwenendo wa kesi hiyo. Kwa upande wa chama cha Fidesz, wachunguzi walifuatilia bila taarifa katika kituo ambacho kinachohifadhi mifumo yake ya mawasiliano na kuhifadhi data, wakiinua kukamata mfumo mzima wa mawasiliano wa chama hicho. Kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye Facebook, Fidesz imedai kuwa hatua hiyo haijawahi kushuhudiwa nchini Hungary na tangu kumalizika kwa utawala wa kikomunisti mwaka 1990. Serikali ya waziri mkuu Peter Megea imekuwa ikitekeleza mageuzi makubwa ya kupambana na rushwa na kuondokana na ushawishi wa viongozi wanaodaiwa kuwa waaminifu kwa utawala wa Orban. Waziri wa mambo ya kigeni wa Uchina Wang Yi atakutana na mwenzake wa Marekani Marco Rubio wiki hii pembezoni mwa mkutano wa mawaziri wa Jumuiya ya Nchi za Kusini Mashariki mwa Asia, ambapo unafanyika nchini Ufilipino. Wawili hao watakutana mjini Manila, ambapo wamealikwa kujiunga na mawaziri wa Jumuiya ya ASEAN yenye nchi wanachama 11 walioanza mkutano wao juu ya kujadili masuala kadhaa ya ulimwengu. Mazungumzo ya Wang Yi na Rubio yatatazamiwa kujikita zaidi katika kujadili maandalizi ya mkutano wa pili kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na mwenzake wa China Xi Jinping, baada ya wawili hao kukutana mjini Beijing
mwezi Mei. Msuguano kati ya mahusiano baina ya Marekani na China umepungua kwa sehemu fulani tangu pande hizo mbili zilizofikia makubaliano ya muda kuweza kusitisha vita vya kibiashara Oktoba mwaka jana. Lakini Argentina yatetea utata wa kombe la dunia. Kiungo wa Argentina amesema timu yao ilifanya kazi kubwa kuwasilisha nchi hiyo licha ya kadi nyekundu na matukio mbalimbali yaliyozua mjadala. Kiungo wa Argentina Enzo Fernandez amesema timu yake iliwasilisha vizuri katika njia bora katika michuano ya kombe la dunia licha ya kadi nyekundu aliyopewa katika fainali. Matukio kadhaa yaliibua utata katika kampeni yao. Kutokana na matukio hayo, FIFA ilianzisha uchunguzi dhidi ya baadhi ya wachezaji wa Argentina, ambapo timu hiyo pia ilizua mjadala baada ya kugeuza mchongo wakati wa Hispania kukabidhiwa medali ya kombe la dunia. Wakati taarifa nyingine juu ya ripoti ya UN inaonyesha njaa imepungua duniani, ingawa Afrika bado ina mizigo mikubwa ya utapiamlo. Wataalamu waonya athari ya tabia nchi, gharama za lishe zinazoweza kuzuia maendeleo hayo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa njaa duniani iliyopungua mwaka wa 3 mfululizo mwaka 2025. Huu ni mabara ya rekodi maendeleo, ingawa mabadiliko ya tabia nchi na misukosuko ya biashara yanaendelea kuishi mafanikio hayo. Kwa mujibu wa ripoti, takribani watu milioni 645 sawa na 7.8% ya idadi ya watu duniani walikabiliwa na baa la njaa mwaka uliopita. Na hii ni Chemba Talk Show, nami ni Amini Nyaungo, na hii ni mastori ya kimataifa.